dua zetu na sala zetu ziwe zenyewe za ukweli kweli. Tuache masiara. Tunaumia wengi, tunateseka wengi. Kama kuna mtu yoyote yule atakuwa anaendelea kwenye mabaya yake, itakula kwake. Mimi nadili tuna Zaburi 35, sina mambo mengi. Bwana, utete nao na uteta nami, upigane nao na upigana nami, ushike ngao na kigao, usimame unisaidie, waibishwe wafedheheshwe wanaotuzulia mabaya, badala ya mema njia yao iwe ya giza na utelezi, huku malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Hiyo ndo sala yangu mimi, yani ile yenyewe. Ubwela utawashukia wale wote wanaotakia mabaya timu yetu ya Simba Sports. Kwa unachoomba wana Simba zangu, chereko na mwenye ngoma hii yetu sisi wana Simba. Tuache masiala, tufanye dua ile yenyewe ile inayotakiwa. Juzi kati nilimsikia mzee wetu Ubwela akasema tutachinja ngamia. Mimi uwezo sina, lakini mimi ningekuwa na uwezo ningechinja hata ngamia 3. Kwa jinsi ya mahaba na mapenzi ya dhati na timu yangu ya Simba Sports. Wana Simba tunaumia sana, hasa mwenendo wa timu yetu unapokuwa haieleweki. Ni mambo yani haiwezekani. Kwanza, kwa mara ya kwanza mimi nimeona timu yangu mpaka sasa hivi kuanzia kwenye ligi na kwenye mashindano ya kimataifa, nimepiga hesabu zile clear goli za wazi. Yani unajua hili tayari goli, yani tayari ushanyanyuka kwa ajili ya kushangilia, ngoma unakutamale shakula nondo, aiza mwamba wa juu, mwamba wa chini. Sisi Simba Sports ndio timu ya kwanza tunaongoza kwa kukosa magoli mengi. Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Nipo hapa nia target na lengo kuongea na wana Simba duniani kote, Afrika, Tanzania yetu, ulimwenguni kote. Nini kilichotuleta hapa wana Simba? Kwanza nawapongeza sana baadhi ya viongozi wa matawi walioandaa hili jambo. Hili jambo mimi nilikuwa nalitafuta muda mrefu sana, tutalianza lini hili jambo. Kwa kweli nakupongezeni sana kaka Salum Shabani hapo pamoja na Kawea. Jambo zuri, jambo la heri. Nia na mazumuni kilichotuleta hapa hasa kwa wana Simba wenzetu wote. Katika miaka yote niliona timu yangu ya Simba Sports. Kwanza nawapongeza viongozi wangu pamoja na mwekezaji wetu. Wamefanya usajili mkubwa mno. Pamoja na kufanya usajili mkubwa mno, target na nia na mazumuni yetu kwenye mashindano ya kimataifa tufanye vizuri, hata ligi ya ndani vile tufanye vizuri. Lakini hapa mpaka tulipofika sasa hivi tumesheki kidogo, yani kama tumeyumba kidogo. So sana tumeyumba kidogo. Pamoja na usajili umefanyika, usajili mkubwa. Kitu ambacho mimi kinachonishangaza mpaka sasa hivi, golikipa wetu namba 1 mpaka sasa hivi kashakuwa tayari injury. Na ndio kipa bora katika ligi yetu ya Tanzania bara kuliko kipa wa aina yoyote ile. Nikiangalia tuna namba 4 yetu, namba 4 na namba 5 tayari wawili tayari washakuwa kwenye injury mpaka sasa hivi. Kwa hiyo haya mazingira ya injury yashaanza kunipa tayari mashaka. Na ndio maana nimewashukuru sana viongozi wangu kwa kusema kwamba tuiombee dua timu yetu. Kuanzia tarehe 15 mwenye kufunga, mwenye kufanya nini, lakini hitimisho rasmi ni tarehe 22 Desemba. Wakati kwetu sisi ndio tunaelekea kwenye Christmas. Yani tunataka paka tukienda Christmas tushamaliza yani ile ubwela wenyewe tayari ushafanyika. Kwa hiyo rai yangu mimi, kama kuna mwana Simba anaye tutakia sisi babaya kwenye timu yetu, nachoomba wana Simba, sisi ambao tunaitakia mema timu yetu, tuongeze dua ile kisawa sawa. Tena wewe umesema tarehe 15, viongozi wangu wamesema tarehe 15 tuianze, lakini mimi nimeanza tangu juzi. Nipo target ni kuiombea timu yangu. Mwekezaji wetu amejitahidi, ameleta wachezaji wenye quality hali ya juu. Imefika hatua sasa hivi timu yangu kuna wakati inakata upepo, haeleweki hadi upepo unakatwa vipi. Kipindi kichache tushabadilisha tena makocha, yani kipindi kifupi mno. Leo unasema kocha huyu hafai, mpaka imefika hatua hadi kwenye kupanga timu. Sasa sijui yani na dua katika wabaya wetu nao wamekwenda hadi kwenye kupanga kikosi, mtu ajue apange timu hii, apange timu hii. Kwa unachoomba wana Simba zangu, chereko na mwenye ngoma hii yetu sisi wana Simba. Tuache masiala, tufanye dua ile yenyewe ile inayotakiwa. Juzi kati nilimsikia mzee wetu Ubwela akasema tutachinja ngamia. Mimi uwezo sina, lakini mimi ningekuwa na uwezo ningechinja hata ngamia 3. Kwa jinsi ya mahaba
na mapenzi ya dhati na timu yangu ya Simba Sports. Wana Simba tunaumia sana, hasa mwenendo wa timu yetu unapokuwa haieleweki. Ni mambo yani haiwezekani. Kwanza, kwa mara ya kwanza mimi nimeona timu yangu mpaka sasa hivi kuanzia kwenye ligi na kwenye mashindano ya kimataifa, nimepiga hesabu zile clear goli za wazi. Yani unajua hili tayari goli, yani tayari ushanyanyuka kwa ajili ya kushangilia, ngoma unakutamale shakula nondo, aiza mwamba wa juu, mwamba wa chini. Sisi Simba Sports ndio timu ya kwanza tunaongoza kwa kukosa magoli mengi. Na haya magoli kwa akili haraka haraka hatukosi bure. Hatukosi bure, lazima hapa pana kitu, haiwezekaniki. Ujue dalili za malaria zinaanza kujionyesha mapema. Ile mechi unaona sisi tunakosa magoli mengi sana, ngoma hiyo inatupalia. Tumeenda mpaka kwenye mashindano, tunaingia hadi kwenye makundi pale pale Lupaso, ule uwanja tulikuwa tunasema sisi slogan yetu Lupaso atoki mtu. Lakini sasa hivi Lupaso imekuwa kwetu sisi taabu mpaka kupata matokeo. Tuna mechi za kwenda kama 3 zimekuwa sio rafiki kwetu. Kwa hiyo nachoomba wana Simba zangu, dua zetu na sala zetu ziwe zenyewe za ukweli kweli, tuache masiara. Tunaumia wengi, tunateseka wengi. Kama kuna mtu yoyote yule atakuwa anaendelea kwenye mabaya yake, itakula kwake. Mimi nadili tuna Zaburi 35, sina mambo mengi. Bwana utete nao na utete nami, upigane nao na upigane nami, ushike ngao na kigao, usimame unisaidie, waibishwe wafezeshwe wanaotuzulia mabaya, badala ya mema njia yao iwe ya giza na utelezi, huku malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Hiyo ndo sala yangu mimi, yani ile yenyewe. Ubaya ubwela utawashukia wale wote wanaotakia mabaya timu yetu ya Simba Sports. Haiwezekani sasa hivi mtu anakaa tu anaamua kule na kachero wangu analetea habari, sio leta huyo anaupeleka habari, analetea habari ya mkute. Ubaya ubwela uko pale pale. Sina mambo mengi kivile, nachoomba wana Simba wenzangu. Ala cheleko na mwenye ngoma yetu sisi wana Simba. Sisi ndio tunaumia kweli, akuliki, akupikiki, akuvariki, wala mambo mengine yale yafanyike kabisa. Nachoomba wana Simba wenzangu, dua jamani, chonde dua. Sina mambo mengi kivile, mambo mengine yaendelee tu wana Simba. Asanteni sana viongozi wangu. Mimi nirudi nyuma kidogo, niwakumbushe wana Simba wenzangu, tushawahi kupita msimu wa 2014 2015. Tulikuwa tuna matokeo, tulianza ligi vibaya sana. Tulianza ligi kwa kutoa sare 6 mfululizo. Na hizo sare kabla ya kwenda uwanjani asubuhi zilikuwa yanasemwa matokeo, leo sare, na kweli tunatoa sare. Tukienda tena mechi inayofuata, leo sare, na kweli sare. Kwa hiyo mwenendo ule unanikumbusha ule mwenendo wa 2014 15, unanikumbusha na msimu huu. Na siku ambao tulishinda baada ya sare 6 mfululizo ilikuwa mechi ya 7, tuliwafunga Ruvu Shooting 1-0, goli alifunga Emmanuel Okwi. Kwa hivyo yalikuwa yakiongelewa hivi kama anavyoongelewa sasa hivi. Kwa hivyo wana Simba wote na mikoani, tunaomba tushikamane na hili, tumlilie Mwenyezi Mungu. Hata msimu ule tulimlilia Mungu, baadaye mambo yakaja yakawa mazuri. Hata siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3 2015, Okwi alifunga goli la ajabu, aliwafunga watani zetu. Tulilia na Mungu kama hivi. Kwa hivyo wana Simba wote siku hiyo tumlilie Mungu. Kama unaamini unachoamini, omba sana kwa ajili ya furaha yetu wana Simba. Tumekuwa tunanyoshiana vidole, kwa hiyo hatujui mbaya nani, mwema nani. Kwa hiyo tumlilie Mwenyezi Mungu. Hiyo siku wana Simba wote nchi nzima, mikoani huko, tunakuombeni sana mfanye hivyo. Sisi ndo tunaotaka furaha, na sisi ndo tunaokaa mtaani na kuona kejeli za wenzetu. Sisi Simba sasa hivi ni timu ya 3 barani Afrika kwa kufanya mashambulizi, yani kwa kukosa magoli ya wazi zaidi mpaka tulipoishia hapa kwenye mashindano. Sisi ni namba 3 Afrika kwa kutengeneza nafasi ambazo zilikuwa zina uwezekano wa kuwa magoli kuliko kukosa hayo magoli tuliokosa. Kwa hiyo timu yetu nzuri. Sisi tukifanya hivyo tunaamini kuna kitu kitatokea na tutakuwa na msimu mzuri.